Duniani kuna hadithi za machafuko yaliyowahi kutokea. Hapa mmesikia watu wanazungumza kuhusu watu wamekufa. Si tumewasikia? Lakini hata mtu huyu hajawahi kusema wale watu kwa nini wamekufa. Bila kutaja namba yao kama watu tunaangalia kuhusu namba wamekufa wangapi. Bila kutaja namba. Kwa nini wamekufa? Watu wamekufa kwa sababu kuna watu waliowachochea. Sasa watuhumiwa ni wawili hapa. Tunahangaika sana serikali. Hapana. Watuhumiwa ni wale walioua wale watu kama tunataka kutenda haki. Na wale waliochochea. Yaani yule mtu ambaye alikaa miezi 6 anaandika kwenye mitandao, anaandika, anajenga chuki. Yule ni mtuhumiwa sawa sawa na yule mtu ambaye tunataka tumtuhumu kwa kuua. Ndiyo maana mauaji ya Rwanda waliofungwa ni walioua na waliochochea, wakiwemo wanahabari. Mtakumbuka vurugu zote zilizotokea duniani, watu wote waliohusika kuna pande mbili. Kwa sisi tunaitaka ubalozi wa Marekani, pamoja na kuheshimu utawala bora, pamoja na kuheshimu freedom of expression. Sisi tunaamini freedom of expression haina maana kuwa ni freedom of violation. Unaweza ukawa na uhuru wa kuzungumza, unaweza ukawa na uhuru wa kueleza hisia zako, lakini lazima uheshimu misingi ya unaozungumza. Leo watu wote waliosababisha watu wao wanaosema wamekufa wafe hawasemwi. Waliosababisha watu kufa ni Maria Sarungi ambaye amekimbia kutoka Kenya, amekimbilia Scandinavia. Waliosababisha watu wafe ni kina Mange. Sasa sisi tumeona tusihangaike nao, tufuate balozi zao kule walipokaa, tuwaambie nchi zenu zina amani, zina furaha, lakini ardhi yenu inatumika kuleta vurugu Tanzania.